Mimi kwa jina naitwa Lilian Mlimira, ni mkuu wa chuo cha VETA kilichopo mkoa wa Geita, wilaya ya Chato. Chuo hiki ni cha wilaya. Niwashukuru Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia VETA kwa kutupa hii fursa ya kuweza kutoa mafunzo ya wanawake na Samia. Nasema ni fursa kwa maana ya kwamba ni kitu ambacho kwa chochote hatujawahi kutoa program ya namna hii, lakini imekuwa ni program yenye matunda chanya kwa chuo chetu. Tulipokea awamu ya kwanza tulipokea jumla ya wanafunzi 281. Tukakaa na uongozi wa wilaya, tukaonyesha kile ambacho tunaweza tukafanya, na wao wakatoa mawazo yao, tukayaweka pamoja. Ndipo tulipoweza kuamua ni aina gani ya mafunzo ambayo tunakwenda kuyatoa. Kwa hiyo tulianza na mafunzo ya upishi, ambapo watu wa upishi wajifunza kutengeneza bites mbalimbali, mapambo na kadhalika. Lakini ukaja tena tukakubaliana kufundisha mafunzo ya aquaculture and fish processing, kwa Kiswahili ni ufugaji na uchakataji wa samaki, ambapo katika hii wanafunzi waliweza kujifunza namna ya ufugaji wa samaki, uandaaji wa samaki, yani kwa ujumla ni kumtengenezea samaki thamani, kumongezea thamani ili aweze kuuzika katika soko. Lakini vile vile namna ya vizimba vinavyotengenezwa, nini kinafanyika kwenye maziwa, yote hivyo waliweza kujifunza. Tukaja kuna fani nyingine mbalimbali ambazo walijifunza, ikiwepo pia na ushonaji kwa muda mfupi, lakini waliweza kujifunza namna ya utengenezaji batiki, sabuni, ushonaji basic, vitu mbalimbali vidogo vidogo ambavyo vinahusiana na ushonaji. Lakini tumetoka pale pia tulikubaliana tukatoa mafunzo ya umeme. Kuna wanawake ambao walipata mafunzo ya umeme, kuna wanawake ambao walipata mafunzo ya uwashi, ufundi bomba, wote waliweza kutoka kwenye chuo chetu hichi. Kwa hiyo ilikuwa kwetu sisi ni kitu kimoja kizuri sana kwetu. Tuweza kujifunza mengi kutoka kwao, na wao na sisi na wao walijifunza kutoka kwetu. Awamu ya pili tumepokea tena jumla ya wanafunzi 143 ambao na wenyewe wanaendelea na mafunzo kwa upande wa udereva. Pia tunao wanafunzi na upishi, ushonaji, kote wapo huko wanaendelea na mafunzo. Tunategemea mwishoni mwa mwezi huu watakuwa wameshakamilisha mafunzo haya. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya mawasiliano nao mara kwa mara, kila siku kuna kitu gani ambacho tunaweza tukashare kuhakikisha kwamba hao waliohitimu ni kozi ya muda mfupi ndio, lakini yenye matunda chanya. Kwa hiyo tunaweza tukaeleza nchi kwa ujumla kwamba kumbe tunaweza tukafanya kitu kikubwa kwa wananchi wakaweza kufika mbali. Tunaweza tukaingia tukawaza mambo makubwa, kumbe tukishirikiana tunaweza tukafanya mambo makubwa zaidi. Kwa kweli mimi sijuti kufanya nao kazi wa mama hawa. Lakini faida nyingine kubwa ambayo tumeipata kwa chuo kuweza kutambulika. Ikumbuke kwamba hiki ni chuo kipya, chuo cha wilaya, hakina muda mrefu tangu tumeanza mafunzo. Mafunzo haya yameweza kututangaza maeneo mbalimbali. Tumeweza idadi ya wanafunzi sasa inaongezeka, ya wale wanaosoma kozi za muda mrefu na mfupi. Lakini kumbe watu wamejua kuna huduma gani ambazo tunazitoa. Mfano nikija kwenye fani ambayo inabeba uchumi wa wilaya yetu, fani ya uchakataji na ufugaji wa samaki. Huu ndio uchumi wa wilaya yetu ya Chato. Kwa sababu tuna ziwa na tuna mambo mengi ambayo uzalishaji mkubwa unatoka kwenye maji, iwepo samaki, utengenezaji wa vizimba na mengine mengi. Hii kozi watu wengi walikuwa hawaijui, ingawa tunaitoa. Lakini uwepo wa mafunzo haya kwa wanawake na Samia imefungua njia nyingi. Sasa hivi tunapata simu nyingi, wadau mbalimbali wanauliza hapo programu hii ikoje. Basi nitoe wito kwa wanawake waje VETA wapate mafunzo ya ufundi stadi. Hautajuta. Vitu vyote ambavyo vinaweza vikamuinua mwanamke anaweza kupata mafunzo VETA. Mafunzo ya ufundi stadi fursa kama zote kwa watu wote. VETA huwa hatuwaachi vijana wetu wanaomaliza kwenye chuo chetu. Huwa tunajitahidi kutafuta fursa mbalimbali ambazo zinapatikana na kuwaunganisha nao
ili waweze kuendelea kujipatia kipato. Katika programu hii tunaweza kuwasiliana na mkuu wa wilaya kupitia dasi tawala. Tulimjulisha hilo swala kwamba kuna vijana ambao tunao na wanamaliza, hawa watu wanakaa kwenye vikundi, tunaomba watoe msaada. Wakasema kuna 10% ya serikali ambayo inatoa mikopo nafuu. Kwa hiyo alisisitiza sana kila kikundi kitakachokuwa sawa kimemaliza basi kipite pale kiweze kupata fursa hii, wasiache. Lakini vile vile tumekuwa tukiwashauri kwamba anzia hapo ulipo. Mwingine anaweza kaanza akasema kwa mfano amejifunza kutengeneza kufanya mapambo sana au maandazi au kupika keki. Mtaji wake ni mdogo sana. Tunataka kuwatia moyo na kuambia kwamba mtaji anao mteja. Pambana. Majina yangu ninaitwa Thomas Dime, ni katibu tawala wa wilaya ya Chato. Kwanza ni washukuru kwa kipindi hiki. Kama mlivyotoa yale maelekezo, naomba kueleza yafuatayo. Kwanza kabisa nimshukuru Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa mchango wake kipekee kwa kuhakikisha kwamba wanawake wana Samia wa wilaya Chato na mkoa wa Geita wanapata mafunzo ya ufundi stadi kwenye chuo chetu cha Chato. Sisi kama uongozi wa wilaya, pamoja na shukrani hizo za dhati kwa Mheshimiwa Rais, niseme tu kwamba kundi hilo tunalitambua, sio kulitambua tu peke yake. Tunatambua kazi kubwa wanayoifanya katika wilaya yetu. Kwanza kazi kubwa, wamekuwa washiriki wakubwa katika shughuli mbalimbali zinazoandaliwa na uongozi wa wilaya. Mimi ni washukuru. Lakini pia wamekuwa chachu kwa wanawake wengine na makundi mengine kutengeneza umoja wa pamoja katika kuhakikisha wilaya yetu inakuwa na umoja wa dhati. Niendelee kutambua wanawake 240 ambao walifadhiliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao katika mafunzo ya awamu ya kwanza walisoma na kukamilisha masomo yao katika fani 10, na kwa kifupi nitaje tu: kuna udereva, kuna upishi, kuna mapambo na kusindika na uchakataji samaki, ushonaji, ufundi bomba, utengenezaji batiki, tehama na umeme. Na jambo la kufurahisha zaidi, katika fani zingine hao wanawake wamekwisha kuajiriwa. Kwa mfano tu waliosoma food and refreshment ambao sasa wako Dodoma. Kwa hiyo ni jambo la kupongeza Mheshimiwa Rais, lakini niwapongeze pia hao kina mama. Aidha, mafunzo hayo bado yanaendelea kwa wanawake na Samia 150 katika chuo chetu cha VETA kilichoko hapa Chato. Nichukue nafasi hii kuendelea kumshukuru Rais, lakini endelee kuwatia moyo kwamba hao walioko kwenye mafunzo wahakikishe wanakamilisha masomo yao kikamilifu. Lakini jambo lingine ambalo nataka kueleza, mafunzo haya yana manufaa gani? Kama tulivyoona, kuna kada mbalimbali. Mafunzo haya yatawasaidia wao kuinua kiuchumi, lakini itatoa ajira. Kwa hiyo na ule mnyororo mzima wa thamani katika wilaya yetu. Lakini muhimu mwingine ni kwamba kina mama hawa kuwepo shuleni na umri wao itakuwa ni mfano kwa makundi mengine, watu ambao wana umri sawa na wao. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kuwapongeza kabisa kwa nafasi hiyo ambayo wana mafunzo hayo ambayo wamekwisha kujifunza. Lakini jambo lingine, sisi kama wilaya tuko pamoja na kundi la wanawake na Samia kwa kuwaunga mkono, lakini kuhakikisha kwamba makundi haya yanaendelea kuimarishwa. Kwa sisi tunawahimiza kwamba sasa serikali ya Mama Samia imetoa inayo fedha za 10%. Kwa maana yake kuna wanawake, kuna vijana na walemavu. Na tayari utaratibu unaendelea, na mimi niwasihi kwamba sasa kutokana na kada au fani ambazo wamekwisha kusoma wajipange kwa makundi hayo, ili sisi kama serikali kwa kutambua umuhimu wao katika wilaya na kwa kuendelea kuwatia moyo wanawake na makundi mengine wajiunde katika makundi na fani hizo, ili katika awamu nyingine ya mikopo tuweze kuwafikiria, na maombi hayo utaratibu unafahamika. Hawa kina mama hawako nyuma, sasa umeshaanza kutumia
elimu ambayo wamekwenda kuipata VETA. Na tuna kikundi cha ufugaji wa samaki. Mimi nitiwe moyo kwamba hakuna jambo linaloshindikana. Niwahimize waendelee kujipanga na kuomba mkopo. Mjipange vizuri, mweke na taratibu zenu na nyaraka zenu vizuri. Basi sisi tutawafikiria katika kupata mkopo ili muweze kuimarisha mradi wenu. Sisi tuahidi tutaendelea kushirikiana nao na kuwasupport katika mazingira ambayo watahitaji kuwasaidia na kuwawezesha. Na mwisho nitoe hamasa kwa wananchi na kina mama katika wilaya yetu ya Chato kwamba elimu haina mwisho, kwamba tutumie nafasi hiyo ya kutumia VETA yetu ya Chato kuhakikisha tunajiunga na mafunzo ya fani mbalimbali. Umuhimu wake tumeona na hawa kina mama wametuonyesha mfano. Kwa hiyo sisi tutaendelea kushirikiana na kundi letu hili kuhakikisha wanawake wa makundi mengine hata na makundi mengine yanaendelea kupata mafunzo pale VETA. Lakini sisahau pamoja na kumshukuru Mheshimiwa Rais, nimshukuru mkuu wa chuo cha VETA Chato ambaye kipekee sana amekuwa akihangaika kuhakikisha akina mama wetu hawa wanapata mafunzo na kukamilisha kwa wakati. Nimshukuru Mheshimiwa Rais, VETA, lakini niwapongeze kina mama wanawake na Samia. Kwa majina naitwa Suzana Edward. Mimi niko mkoa wa Geita, wilaya ya Chato. Mimi ni mwanamke na Samia. Niliowezeshwa na mama kusoma VETA. Nimesomea mambo ya udereva, naendesha bajaji. Mimi ndoto yangu nilikuwa napenda sana nifahamu udereva toka zamani. Sema sikupata tu uwezo wa kwenda kusoma VETA. Sasa hii fursa ilivyotoka kwa mama kwamba wanawake wajitokeze waende VETA wakajifundishe fani mbalimbali. Mimi nilienda kwenye mambo ya udereva. Nilivenda pale kwenye udereva, nimesoma mwezi mmoja, nikasomea udereva na natamani sana niwe dereva bora kwa sababu bajaji kwa hapa sisi kwetu Chato haipo dereva mwanamke. Natamani sana, mimi ni mama mwenye watoto 4. Natamani na mimi niingie barabarani nitafute kipato ili nimsaidie hata mzee mume wangu. Mimi shukurani zangu, namshukuru sana mama rais wangu, rais wetu, Rais Samia Suluhu Hassan. Namshukuru kwa kutoa hii fursa ya wanawake, kutupa sisi kipaumbele wanawake ili tujifunze fani mbalimbali ili tusaidizane, tusaidie familia zetu. Namshukuru sana na Mungu, namuombea kwa Mungu. Na bado ninatoa shukurani kwa viongozi wangu wa wanawake na Samia Chato kwa kutuhamasisha wanawake, wanatufuata nyumba hadi nyumba, kutuhamasisha kwamba tuende VETA. Na tumejitokeza wanawake, tumeenda VETA, tumesoma, na tunamshukuru hata mkuu wa VETA na walimu wote kwa kutuvumilia sisi wanawake, kutufundisha mpaka kuelewa. Nashukuru sana. Wito wangu mimi, wanawake wengine wenye ndoto kama ya kwangu wajitokeze, wasione aibu, wajiunge na wanawake na Samia, watimize ndoto zao ili mambo yaende vizuri. Vile vile wanawake ambao wenye ndoto za kutamani na wenyewe wajue labda udereva, mafunzo ya mapishi, mapambo, ninaomba wajitokeze. Wanawake na Samia bado wanaendelea kusoma, wajitokeze na wenyewe waende VETA wakasome. Maana masomo haya hayalipiwi, ni bure. Kwa majina naitwa Sabina Aroni. Nimejiunga na wanawake na Samia Agosti 4, 2025. Kilichofanya nichague fani hii, niliona fursa nyingi. Maana kuna ajira nyingi zinatokea, mfano kuna ujenzi wa miundombinu kama mashule, hospitali. Kwenye hizo miundombinu kuna vitu vinavyoweza kutumika kama ufundi mabomba. Kwenye fursa na Samia nimeweza kujifunza vingi. Nimeweza kujifunza jinsi ya kutengeneza bomba linalotoa maji taka. Mfano wa bomba hilo ni hapa, linaitwa PCV pipe.
Ili bomba unaunganisha kwa kutumia gundi. Gundi yenyewe ndio hapa inaitwa PCV tangents. Kutokana na hii fursa niliyopata ya mafunzo haya niliyopata hapa shuleni, napenda kutoa shukrani zangu kwa Rais mama yetu mpendwa Samia kwa kuweza kutupatia wanawake fursa ya kujifunza mafunzo mbalimbali. Nashukuru kwa uongozi wa shule hii na kwa VETA hii kuwepo, nimeweza kujifunza, na nashukuru kwa walimu kuweza kutusimamia na kutufundisha vyema. Kwa majina anaitwa Perpetua Zefania, nimetokea Geita, mkoa wa Geita, wilaya ya Geita. Mimi ni wanawake na Samia. Mimi nimejifunza mabomba. Sisi binafsi tumenufaika sana na ufundi mabomba. Tulikuwa hatujui jinsi mail connector inafanya nini, dye machine inafanya nini, lakini tumejifunza, tunajua kukata mabomba, tunajua kuunganisha mabomba, tunajua kutengeneza mambo mengi ambao hawakuja kwenye mafunzo ya VETA wana hasara kubwa sana. Sisi wamama tunamshukuru sana mama. Mimi binafsi kupitia mafunzo haya na umri huu nimesoma na wana VETA wengine nilikuwa nawaita wajukuu zangu. Nimesoma na wajukuu zangu, nimesoma na dada zangu, lakini nimenufaika sana. Sasa hivi naitwa nyumba, naenda nafunga mwenyewe nyumba nzima. Nafunga mabomba vizuri tu na uwezi kuamini. Nakata mabomba, nikikuta bomba mtaani kwetu limekatika, natengeneza, naunganisha na maji yanaendelea. Tumenufaika sana, tunamshukuru sana Mama Samia kwa kutuletea mafunzo ya VETA. Tunashukuru mno. Kupitia mama sasa hivi tumepata ajira. Kuna bomba linaloharibika mtaani kwetu, mtaa wa Uwanja. Tunatengeneza mabomba na pia tumefungua ofisi za mabomba. Vifaa vya mabomba tulikuwa tunavisikiaga tu, unaweza ukavifata Katoro, lakini kupitia mafunzo ya Mama Samia tumejua jinsi ya kufungua vibanda vya kutengeneza mabomba. Tunauza vifaa vya mabomba, tunauza mabomba, tunauza mail connector, hizi zinapatikana kwetu, elibo, kila kitu tunatengeneza wenyewe, na mabomba bibi tape hizi tunajua tunaziuza wenyewe. Kila mtu anakuja ofisini kwetu na anapata mahitaji. Nashukuru walimu wetu wa VETA ambao wametufundisha masomo haya. Tunajua jinsi pia ya kuseti masinki ya choo. Zamani tulikuwa tunaita mafundi kazi ndogo, unatengenezea hata kwenye 50, lakini sasa hizi tunatengeneza wenyewe. Juzi hapa nilienda Black nikakuta wameharibikiwa bomba. Walipokuwa wameharibikiwa bomba, maji yanavuja. Niliwaambia shida nini, wakasema tunaona tu maji yanavuja. Pale hoteli ya Black niliingia kwenye sinki lao, nikawatengenezea bomba na maji yakafunga. Hawakuamini. Niliwaambia hii ni kazi ya mama. Naitwa Robert Godolph Sanga, ni mwalimu wa VETA Chato, fani ya ufundi bomba. Nashukuru Mama Samia kwa kuwezesha wanafunzi wetu wanawake na Samia kuweza kuja kupata mafunzo mahali hapa. Kwa kweli sisi kama walimu tunaona ni fursa kulingana na jinsi mtaani hali ilivyo. Mara nyingi tunawapata wanafunzi wetu wakiwa bado hawajui chochote kuhusu fani ya ufundi bomba, lakini tunawafundisha mpaka wanavyotoka wanakuwa wamepata kitu ambacho unaona kwamba wakienda mtaani wanaenda kufanya. Kwa hiyo wakitoka hapa tunawashauri sehemu mbalimbali za kwenda kufanya kazi. Kuna sehemu za idara ya maji, kuna wanaotamani kwenda kujiajiri, lakini pia kuna ambao wanatamani kwenda kuajiriwa na sekta binafsi. Hao wote wanaenda kuajiriwa na tunaona matunda ambayo sisi kama walimu tumeweza kuyatoa, lakini kama chuo kwa sapoti ya mama yetu Mama Samia tunaona kabisa wanaenda kutokuwa tegemezi tena wakiwa mtaani. Kwa hiyo mimi nashukuru sana. Tunatamani tena wanawake zaidi waweze kuja ili kuweza kutoa vijana ambao wanakuwa hawana ajira mtaani. Kwa majina naitwa Lucia Petro Ndolasa. Nimejiunga na haya mafunzo ya umeme ikiwa tarehe 16 mwezi wa 6 2025. Nilipata hii fursa, kwa hiyo nikaona sio mbaya na mimi nikijiunga na haya mafunzo ili nikaweza kupata mafunzo chochote kitu ili kuhusu kwamba haya masuala ya umeme. Kwa hiyo nikawa nimejiunga kwenye hii kozi ya umeme.
Nimejiunga hiyo kozi ya umeme, nimejifunza mambo ya umeme wa majumbani. Kwa namshukuru Mama Samia kwa fursa hiyo aliyojitolea kututolea sisi wanawake. Na washukuru walimu wapa VETA waliotusimamia kuanzia mwanzo wa masomo hadi tumeenda kuhitimisha haya masomo yetu. Na washukuru sana. Na wasi hata wasichana wenzangu watakapofikia hizi fursa kama hizi, wawe chapu sana kujitokeza ili waweze kujifunza haya mafunzo, maana ni faida kwetu. Kwanza yanatupatia sisi wenyewe umahiri wa kufanya kitu. Pia tunashukuru sana, maana mimi nilikuwa sijui kwamba wanafungaje, lakini nilipokuja hapa nimejifunza mambo mengi sana, maana sasa hivi najua na kufunga hivi kama vitu kama hivi. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Shajiria Sharif Kimwinyi, ni mwanafunzi wa VETA ambao nimesomeshwa na Mama Samia Suluhu Hassan, VETA mkoa wa Geita. Mama ametusomesha bure, na fani niliyosomea mimi ni food production. Kiukweli nilisoma, nikasoma na nikafaulu maana viliingia kichwani, na mpaka sasa hivi ni mpishi, napikia watu wa STAMICO. Nimeajiriwa na wanawake na Samia hao tunapikia watu wa STAMICO watu 90 kila siku, na tunashukuru walimu watufundisha tukafundishika. Chakula tunapika ni kizuri, pamoja kwamba ilikuwa ni kozi ya muda mfupi, lakini tulielewa kwa kweli. Walimu walikuwa wanajitahidi, tulielewa sana, na haikutosha licha ya kuajiriwa. Binafsi yangu nilivyotoka pale nilihitimu sana keki. Nilinunua vifaa vya keki ikiwemo ovena, vifaa vyote vya kupambia, vifaa vyote vya kutengenezea keki. Mpaka sasa hivi ni mtaalamu na beki keki vizuri, nafanya decoration vizuri ya keki. Kwa kweli namshukuru Mama Rais, maana tayari hiyo ni fursa nimeipata binafsi. Ninaajiriwa, nina kazi yangu na pia nina biashara yangu kupitia elimu aliyotufundisha Mama Samia. VETA nawashukuru. Kwanza namshukuru mkuu wa chuo. VETA alitupokea vizuri. Tulikuwa ni wanafunzi, tulipofika pale ilikuwa ni watu wazima, lakini wote tulijiambia kwamba ni wanafunzi ambao tuna miaka 12. Unaona, tuliingia pale kwa kauli mbiu yetu ile, tulimuelewa, tulifundishika, alitukanya, alituasa, tukakubali. Na sisi tulimuelewa kwa kweli, tulimpenda sana. Mpaka tunaondoka kwa kweli tuliagana naye vizuri, na tulikuwa tumehitimu vitu kichwani tunavyo mpaka sasa hivi. Tunawashukuru sana VETA mkoa wa Geita. Jina naitwa Dena Lambert Kabakama, ni makamu mwenyekiti wa Wanawake na Samia Tanzania. Wanawake na Samia imeasisiwa hapa mkoani Geita. Kipindi hicho alikuwa mkuu wa mkoa, alikuwa anaitwa Madam Rosemary Senyamule, mkuu wa mkoa, ambaye yeye alivyoteuliwa na Mheshimiwa Rais kama mwanamke kuja kuwa mkuu wa mkoa hapa, alikaa akatafakari akasema kwamba Mheshimiwa Rais amekuwa ni mtu wa pekee kabisa. Kwa nini wanawake tusijiungane kwa pamoja ili tutengeneze kitu? Akatuita baadhi ya wanawake ofisini kwake. Mheshimiwa Mama Senyamule akasema hebu tuwaunganishe na VETA. Sasa VETA ikaja na yenyewe ikatuunga mkono kwa jitihada ambazo tunazifanya. Wanawake wanajitihada, wanafanya juhudi kubwa. Matokeo yake sasa VETA sasa hivi takriban ya watu 9,000 wameshajiunga na VETA, wanamama wamejifunza VETA, hiyo katika kipengele cha kununua uchumi wa wakina mama. Kwa hiyo sasa hivi wakina mama wamejiajiri. Sisi kwenye project yetu ya chakula tayari tumewaajiri wanawake ambao wana fani ya upishi, tayari wameshajifunza. Mheshimiwa Rais tukamwambia kwamba sasa hivi tunawahudumia watumishi 90. Hatakuwa na mtaji, hatakuwa na usafiri, lakini alitukabidhi milioni 50. Zile milioni 50 Mheshimiwa Rais alitukabidhi hapa. Tumenunua gari, sasa hivi tunapeleka chakula chetu kwa kutumia gari letu, tukanunua vyombo, tukaongeza mtaji. Kwenye wilaya zingine tukawapa mtaji uanzishe biashara. Kwa hiyo ni jinsi gani Wanawake na Samia inavyojitahidi kutafuta fursa kwa kina mama. Kwa hiyo kiukweli tunamshukuru Mungu kwamba sasa hivi imetambaa nchi nzima, kwa sababu sisi tumejikita sana mwanamke ajinue kiuchumi. Mwanamke akishajiinua kiuchumi tayari atakuwa amepingana na ukatili wa kijinsia, kwa sababu tunasema kwamba ukatili wa kijinsia ni pale sababu mojawapo ni umaskini. Naitwa Hawa Mohamed, lakini AKA ninaitwa Hawa Saluni, almaarufu hapa mjini Chato. Nimshukuru tu rais wetu Samia Suluhu Hassan kutupa fursa ya kwenda kujifunza mafunzo VETA. Kupitia VETA nimeongeza ujuzi, mpaka sasa hivi mimi nimekuwa mtaalamu hatari. Kwa hiyo ninapamba maharusi, ninapaka makeup nzuri,
ninasuka aina za nywele zote, hata mtu kama ana dread na kila kitu. Lakini vile vile mimi imefikia sehemu sasa hivi hata VETA imenitambua, imenipa ajira. Mpaka sasa ninalipwa hela kidogo kwa siku, naweza nikapata 50,000 wananilipa VETA. Kwa hiyo namshukuru sana Rais wetu Samia Suluhu Hassan, ametuelewa wanawake na ametufahamu. Tulikuwa hatutambuliki akina mama Chato. Kwa hiyo kupitia yeye nimshukuru sana, familia yangu saizi wako vizuri kupitia Mama Samia Suluhu Hassan. Hata ile 50 nilikuwa nashinda nimelala huko msaluni, leo nikienda kufundisha wanafunzi ninapata hiyo 50,000. Nimepata ajira kata ya Bwina, Murumba. Kwa hiyo nina wanafunzi 10. Ninawafundisha mpaka leo. Sasa hivi hatua walioifikia ni nzuri sana. Namshukuru sana Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kutufahamu kina mama. Ninarudia hilo kwa sababu ametupa uwepo wa kuangalia mambo mengi sana. Sasa hivi wanawake hatukai, tunachakalika, tunapambana kuhakikisha familia zetu hazilali njaa na hawashindi njaa.